dhidi ya Namungo ulionekana kuwa mchezo mzuri. Kwa upande wako namna ambavyo umetazama hilo, lakini mkifanikiwa kwa asilimia zote. Itenge vizuri basi. Tena Mwenyezi Mungu wa rehema. Mechi ilikuwa ngumu sana. Namungo always wanatengeneza mechi ngumu dhidi ya Yanga, na hata jana nilivyowaambia tunakuja kucheza kadabi kadogo hivi, nilikuwa namaanisha ushindani wa namna hii. Mazingira ambayo Namungo yuko nayo, hajashinda muda mrefu, yuko kwenye hali ngumu. Mechi kubwa kama hizi ambazo sisi of course tuko kwenye pressure, wao lazima wangekuja kutaka kutumia pressure yetu kupata matokeo. Kwa hiyo first half kwa moja ni kwetu tulikuwa tuna kiwango fulani hivi cha wasiwasi kwa sababu ya mazingira ya mchezo ulikuwa unakwenda kuwa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa naye mchezaji mwingine mkubwa kwenye uwanja eneo la mwisho, Starboy Alan Okello. Namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa na watu wengi wenye nguvu na jitihada katikati ya uwanja, Duke, Maxi, Mudathir. Namshukuru Mungu center back wetu leo yao wamecheza vizuri, Kibwana ameingia amecheza vizuri, Edmund Dudu wamejitoa, na mwisho wa siku tumepata matokeo mazuri, goli 3, pointi 3, tumekosa clean sheet, lakini alhamdulillah. Tumewaambia wanachama na mashabiki wetu, nyakati hizi ni nyakati za kutafuta ubingwa, si nyakati za kushinda tu mechi, ni nyakati za kutafuta ubingwa. Ubingwa unafika kama hivi, tunapambana watu, chance ikitokea moja tunafunga. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa leo. Lazima kushinda michezo yenu na lazima kupunguza michezo. Hii na shida ni nani, tafsiria ipi kwenu? Kwa kila ambaye anafahamu mpira, kwa mazingira ya mchezo wa leo ilivyokuwa, nazungumzia mazingira yote, competition ya wachezaji, maamuzi ya waamuzi yalivyokuwa, mazingira yote ya mchezo, tutakubaliana kwamba mechi 5 zilizobakia ni mechi ngumu kweli. Haijalishi kwenye makaratasi yuko nani, ni mechi ngumu kwa sababu mazingira yanaonyesha kwamba kuna kazi vitu ifanye ya ziada kuweza kupata matokeo mazuri. Tumeshatoa kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mechi yetu inapofika lazima tuweke jitihada kubwa. Wanachama, mashabiki wa Yanga wanisikie vizuri, kama tuna hamu ya kufanya paredi msimu huu, hizi mechi 5 zilizobakia tuzichukulie kwa ukubwa ule ambao tunachukulia labda Champions League. Tufanye maandalizi ya nguvu, tujiandae na tuje kwa wingi kuisupport timu. Ubingwa unawezekana, lakini mazingira ni magumu. Naamini watu wanaojua mpira, wana Yanga wenzangu watakuwa wamenielewa. Ubingwa unawezekana, timu tunayo, lakini mazingira ni magumu. Nataka tupambane sana tuweze kupata ubingwa wetu msimu huu. Mwenyekiti, hapo kwenye kila mtu ashinde mechi zake, hii inatokana na pressure iliyopo hivi sasa, mtani akicheza na kuwa nafasi ya juu mpaka nyie msubiri kucheza. Sisi hatuna pressure yoyote na mtu aliyekuwa chini yetu. Tuna pressure na mechi zetu, kwa sababu kimahesabu tukishinda mechi zetu sisi tayari mabingwa. Kwa pressure ya Yanga ipo kwenye mechi zake Yanga mwenyewe. Huyo mwingine atangecheza mechi 2 3 angetutangulia. Bado sisi tungefocus kwenye mechi zetu. Tunataka tushinde mechi zetu, tunaweka jitihada hapo tushinde mchezo wetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa leo. Hali Namungo. Hali yako ilikuwaje pale jukwani baada ya moja, afu bado game tough? Namungo mimi sinawafahamu. Namungo mimi nawafahamu. Kwa hiyo nilikuwa najua tu mechi leo ingekuwa ngumu, lakini naulia kusema tunaye Starboy Alan Okello. Waambieni watu mpira mchezo wa umri. Mtoto mdogo. Kwa nini umri? Kwa nini umri? Cheza mpira mchezo wa umri. Kijana una position maeneo mazuri. Kafunga goli leo mara ya mwisho nimeona anafunga Lionel Messi, basi ona super nani sio Levante sio Atletico wale. Na deshi hivi akaingia ndani hapa. Unaona kocha Juma Mgunda baada ile goli alikuwa anacheka. Na mimi nilikuwa nimekumbuka mbali. Na vitu hatari vile kafanya Alan Okello. Kusema engineer kwa makosa mwenyekiti kufunga safari kwa moja. Na wafanyagi makosa. Signing unajua zinatokea. Sometimes unaweza ukafanya signing based on mapendekezo. Na hicho sana, lakini nyinyi mnaifanya kuwa kwenye upande wa kama tunajitetea hivi. No, sometimes kiongozi unafanya maamuzi based on sometimes ushauri wa benchi la ufundi. Mwalimu atakupa mchezaji, inabidi utoe nafasi kwa walimu. Na hata mimi wakati naalia kwamba uongozi, na hiyo sio jambo jipya, hata Ulaya wanafanya hivyo. Kuna timu ziko Ulaya ambazo usajili unasimamiwa na department ambayo inaendesha, sio technical bench. Kwa hiyo natamani iendelee kama ambavyo imeendelea kwa Okello, iendelee pia kwa Disha na Mokuja. Leo Okello kafunga goli la ngapi? 11. Maana yake kwenye michezo 4 mfululizo kafunga goli 2. Hiyo ni rekodi. NBC wako wapi? Wakatae na leo. Yaani mpaka wataposti. Mpaka watamweka Okello. Ni moja tunakwenda Ulaya. Semaji hapo kwa Okello amekuwa na mfululizo wa kufunga goli 2 kwenye michezo 4 iliyopita. Mpaka hivi sasa kwenye ligi hakuna hat-trick. Tunamuona yeye akija kuweka rekodi ya mchezaji wa kwanza kwenye michezo 3 iliyosalia. Lakini pia juzi nilimuuliza akasema anatamani na yeye pia kuwa mmoja wa wachezaji ambao pengine
lakini kipaumbele cha timu ni muhimu sana. Ndio maana ukifuatilia mara zote Okello akishafunga goli la pili, benchi la ufundi wala linamtoa, kwa sababu hatuchezi kwa ajili ya mchezaji mmoja, tunacheza kwa ajili ya timu. Tunashasaidia timu, tumeshapata matokeo, ni nafasi ya kuwapa wengine wenye energy mpya kuja kuisaidia timu. Kwa hiyo hati ikija itakuja tu yenyewe, lakini sio kwamba Yanga tutaipanga leo tukapata hat-trick. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Anaendelea kufananishwa pengine. Yes, Pacome nilitoa taarifa yake, nafikiri kama nakumbuka, alipata jeraha mechi na JKT tena. Na mechi iliyofuatia hapa na mechi iliyopita tucheza nao hapa. Shasahau. Singida, yes, akacheza tu kipindi cha kwanza, amepata uvimbe hapa sehemu ya juu ya goti. Amepata uvimbe. Kwa hiyo benchi la ufundi limeangalia riski ambazo zipo, wakaona apumzike, na hivi tuna break hapa ya wiki 2. Kwa naamini inshallah atarejea akiwa fit kwenye michezo inayofuatia. Kulikuwa na mvutano ule wa tuzo. No, so far usiingize pressure kwa Okello mambo ya MVP, isiingizwe pressure kwa Okello mambo ya kuwa top scorer. Okello anaisaidia timu. Fei anafanya kazi yake, he's one of the best. Kwa ligi kiisha sasa hivi tunapozungumza hapa, ni mwendawazimu atasimama aseme Faisal hastahili kuwa MVP wa ligi. Hapa hizi mechi zinafikia 25. Ni mwendawazimu pekee atasimama atasema Faisal hadeserve kuwa MVP. Amekuwa na contribution ya kutosha kwenye timu yake. Goals, assist, amekuwa na contribution kwenye movement za timu, na Okello ameanzia dirisha dogo, msisahau hilo jambo. Yeye anapambana kutengeneza namba zake, contribution kwa ajili ya timu. Ikitokea mechi hizi 5 Okello akafanya wonders zaidi na Faisal akadrop, maana yake automatic Okello atakuwa amekwenda juu zaidi yake. Lakini as we speak, Faisal to me namuona anafanya vizuri na yupo kwenye kinyang'anyiro hicho akiwa anaongoza in terms of numbers. Sasa mimi ukiniuliza MVP in terms of performance, nitakupa Duke ya bure na wala sitaki discussion na mtu. Mimi ukiniambia MVP based on mpira general, nitakwambia achukue Duke Oga ya bure, lakini kwa sababu kidunia watu wanalii sana namba, Faisal ana namba nzuri na ana mchango mzuri kwenye timu yake. Kwa hiyo pressure ya Okello wala haiko. Akichukua Faisal alhamdulillah, Okello atakuwa asaidie Yanga ichukue ubingwa basi. Waendelee kumfananisha, pengine yeye alidrop kwenye kuchukua tuzo karudi mara 2 mfululizo. Kuna mtu pumzi imekata hapa Imekuwaje? Kuna mtu anaona naye alikuwa anafunga hapa mara tuzo na pumzi kidogo imekata, lakini tulivyowaambia kwamba, na hii kauli nairudia tena, nafikiri nyie mlikuwa hamjanielewa vizuri. Bila kumtaja Alan Okello, Clatous Chota Chama ni mchezaji mzuri sana. Okay. Lakini ukimfananisha tu na Alan Okello, kuna discussion kubwa itaanza hapa, kubwa kwelikweli, kubwa nzito kwelikweli itaanza hapa. Kwa hiyo tuwaache tu wacheze mpira, tusiwafananishe. Wakifananishwa tu kuna discussion itaanza. Tuwaache wacheze mpira, waenjoy moment zao, pata nafasi Okello, Mungu amjalie ligi ikirudi aendelee kuperform inshallah. Alikuwa anamwambia kwamba baada ya leo, si ndio? Unaweza kupokea message nyingi, ukapokea simu nyingi za wanayanga. Kuna level atakupandisha, usipande. Yaani kuna kiwango wanayanga, na ninawajua wachambuzi wa mpira wa nchi hii ambao walisema Okello sio daraja la Yanga, na wajua vizuri. Baada ya mechi hii watasema Okello ni miongoni mwa the best player, usajili bora na kila kitu. Nikamwambia Okello, baada ya mechi ya leo ukifungua simu yako, yatakayoandikwa yote yaache. Usipande kwenye hilo daraja ambalo wanasema. Bakia chini hapo hapo, toa mchango wako, isaidie Yanga, na mwisho wa msimu tutajua nini cha kufanya. Mwenyekiti, ukishinda mechi zenu nyinyi ndio mabingwa. Lakini unaona kwamba kuanza kwa mpinzani wenu kwenye baadhi ya mechi unaongeza pressure ya kufika mechi yenu, japo msimu uliopita pia kuna tofauti ndogo, lakini msimu huu ni tofauti. Unajua hizi mechi za sisi kuanza, wao kuanza ni based on ratiba. Simuona hapa wameanza mechi 2 nafikiri mbele itapinduka tena. Kuna mechi mosi tutaanza. Kwa hiyo ni issue ratiba, wala sio issue kwamba kwa hiyo inaweza kaja kwetu pressure kaja kwao, ni kitu ambacho ratiba ilipangwa hivyo. Mechi za mwisho tutakuwa tunabadilishana. Kuna watu wanaanza mechi, kuna wengine wanakuja baadaye, kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa hicho. Tunashukuru, asante sana.